Itoshe kusema tu ya kwamba mara zote ambapo unapozungumzwa mpira basi fahamu tu ya kwamba watu wengi pia huwa wanakuwa katika eneo hilo hapo. Tunapozungumza nawe zimesalia siku kadhaa kwa ajili ya kwenda kushuhudia namna gani ambavyo wale wachezaji wamesajiliwa katika mwezi huu ambao umeweza kumalizika, ambao unaenda kumalizika hapa, watakwenda kufanya nini, kwa maana pale ambapo ligi itakwenda kuanza. Dirisha la usajili linakwenda kufungwa tarehe 15 ya mwezi huu hapa, tunapozungumza mwezi Agosti. Timu zote zimepata nafasi ya kusajili. Je, nini itakuwa kwenye hawa wachezaji ambao wameweza kusajiliwa? Wataweza kuklik ama vipi? Nipo na kocha hapa Emmanuel Goodluck ambaye pengine yeye ameweza kutazama usajili wa timu hizo zote na utakuwa na manufaa gani zaidi kwenye timu. Emmanuel Goodluck, so far wewe pia umekuwa ni miongoni mwa watu ambao umekuwa surprised na usajili ambao umeweza kufanyika pengine kwa msimu huu. Kuna mazingira ya kuwa surprised na kuna mazingira ya vitu ambavyo tunalitegemea. Yeah. Kuna aina ya usajili ambao Simba wanafanya kwa sasa hivi. Yeah. Kwa asilimia kubwa unajua unatokana na aina ya wachezaji tulionao. Mfano usajili wa Yanga, usajili baadhi ya wachezaji kama kina Isa Abushiri, si ndio? Ule ni usajili ambao kwangu mimi kawaida unaweza ukanishtua kidogo kwa sababu ni mchezaji mdogo na eneo ambalo amesajiliwa ni eneo ambalo Young Africans imekuwa na mahitaji ya muda mrefu sana kwenye hilo eneo. Yeah. Nikisema eneo ambalo amesajiliwa linakuwa na mahitaji ya muda mrefu ni kwa sababu wewe unajua uchache wa wachezaji ambao wanacheza eneo la winga wanatumia mguu wa kushoto, wanatokea upande wa kulia ambao wamekuwa wakitumikia kosi ya klabu ya Young Africans. Ni wachache by the way. Wamekuwepo kina Ofen Chikola ameondoka kwenye timu, amekuwepo pia Celestine Kuwa ameondoka kwenye timu. Kwa hiyo ulikuwa unategemea lile eneo atasajiliwa mchezaji mzoefu zaidi ambaye anaweza kushindana nafasi na wachezaji ambao wana huo uwezo. So far tumemwona amekuja Zakwani, amekuja Albert Kangwanda. Yeah. Wachezaji ambao obviously mata ya kutumia mguu gani mtu kama Albert Kangwanda anaweza kuhudumu lile eneo. Lakini unaangalia mbadala wake ikitokea sasa Young Africans wanasema huyu mchezaji ameshindwa kuperform na ameshindwa kuclick kwenye usajili, anayekuja ni Abushiri, si ndio? Chuga Boy, mchezaji mdogo kabisa, umri wake, mahitaji ya club pamoja na ushindani wa ligi. Ushindani unaweza kuwa sio changamoto. Umecheza Fountain Gate, umedeliver kwenye mechi kubwa kabisa kama mechi dhidi ya TRA. Magonga assist, umefunga goli, ni performance nzuri, sio? Yeah. Lakini unaenda kuchukua nafasi ya mtu kama Hussein Zakwani kwenye timu. Unaona changamoto inayokuja kwa mchezaji mdogo kama yeye. Kwa hiyo kuna baadhi ya sajili kama hizo, and then ukija pia Hussein Mihambo kasajiliwa eneo la ushambuliaji wa kati. Huyo Yanga kidogo amemuondolea pressure. Sababu chaguo la kwanza na la pili lipo. Yaani ukimzungumza chaguo la kwanza kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans mwalimu atapiga, lakini ukishakuwa na mtu kama Peter Shaulile badala wake ametoka Saudi Arabia, amekuwa mchezaji ambaye anafunga obviously. Kwa hiyo unajua kabisa huyu anaenda kudeliver performance kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini njoo sasa kwenye kikosi cha klabu ya Simba, kwa nini it's not a surprise kwangu kushtuka? Ni kwa sababu wachezaji ambao wana hiyo quality wa Kitanzania, huo ubora ni wachache. Eneo la central midfield ukiangalia mtu ambaye anaweza kuwa anamzidi Kelvin Nation Naftali, ni wangapi ambao unaweza kuhesabu kwenye ligi yetu? Kwa sababu Simba ilikuwa inahitaji mchezaji wa ndani kwenye ile eneo. Yeah. Nani ambaye kama sio Kelvin Nation, nani mwingine ambaye unamzungumza? Simu iliyopita tu Simba ilitoka kumchukua bwana mdogo yule kutoka klabu ya Coastal Union, si ndio? Kwa maana ya Simfuko. Si ndio? Washamchukua yule. Kwa maana yake inapobaki labda waende wakagonge tena mlango, waende wakamchukue tena Grayson Gerard Gwalala, which is bado ni mambo yale. Kwa wachezaji ni wale. Nathan Chilambo fullback ya kulia, mchezaji ambaye anaweza kufikia standard yake, wangapi ambao wako? Unazungumza labda mchezaji chaguo la kwanza kama Lusajo Mwaikenda. Kwa usajili kama ule haushtui. Isipokuwa tu kuna hawa wachezaji wengine wanaokuja ambao tunahesabiwa ni mapendekezo ya kocha. Kienda Young Africans wamesajili wachezaji mfano Farouk Omar, si ndio? Katoka Afrika Kusini. Peter Shaulile Afrika ya Kusini. Wanaobaki hao watatu ndio mmoja ligi ya Zambia katoka. Yaani hao ndio kina Komara mtoka Afrika Kusini. Labda mwalimu ana macho ya kuona hawa wachezaji kutokea mbali au ametaka mchezaji mwenye sifa za namna fulani akaletewa. Kwa hiyo ukiniambia mimi nimesurprise, no, angalau timu zetu zina adjust polepole kujaribu kwenda na mahitaji ya walimu wanataka nini. Kwa hiyo ikiwa wanasajili mchezaji labda mmoja ndio mwalimu anaweza kawa sio mahitaji yake, lakini ni aina ya mchezaji anahitajika. Mimi leo nimeona watu wanasema yule Dumbia sio hitaji la mwalimu. Lakini mimi nikikuuliza Simba walikuwa wanahitaji mshambuliaji wakati hawahitaji. Walikuwa wanahitaji. Sifa zake si ziko wazi kwamba tunahitaji labda all around striker.
mtu ambaye anaweza katoka nje ya box akakokota, akaja ndani ya box akafunga, mipira ya juu, mipira ya chini anaweza kuwin. Tukitaka mtu ambaye atakuwa standing striker anaweza kucheza. Tukitaka holding striker unaweza kuzuia mabeki wawili anaweza kacheza. Hizo sifa unazopata kwa mchezaji. Sio jukumu lako mwalimu kuniambia mimi namtaka yule Peter Shalulile. Jukumu lako wewe kama mwalimu kuniambia sifa 1 2 3 4 5. Alafu mimi nakuletea hizo sifa za huyo mchezaji. Nakuletea takwimu, nakuletea data. Kazi yako wewe ni kuanalyze stat na kukubaliana na machaguo ambayo nimekuwa nayo. Kwa so far mimi kioniuliza, sioni kama kuna surprise yoyote kwenye usajili msimu huu. Labda tu hilo daraja lao wachezaji baadhi ndo inaweza kuwa surprise labda. Pengine kuna timu ambazo unazihisi zimesajili kutokana na aina ya wachezaji wanaopatikana sokoni na sio mahitaji ya timu pe. Sasa aina ya wachezaji wanaopatikana sokoni Stuart pia ni wengi. Yaani obviously wachezaji ambao wanamaliza mkataba wengi sana. Yaani wewe angalia wachezaji kama yule center half Messi Mkoko wa Mali. Yaani ni picha kabisa, alisha make headlines Afrika, alikuwa free agent. Kwani usimtaka mchezaji kama yule? Kwa nini unasajili mchezaji kwa jina? No. Yaani maana yangu ni kwamba hata kama mchezaji ni free agent yuko sokoni, sio kwa sababu anapatikana, ila kwa sababu una mahitaji na yule eneo. Yaani mfano mimi nikwambia, Peter Shalulile alikuwa free agent, si ndio? Lakini anapatikana sokoni. Sababu zote mbili. Moja, angekuwa na mkataba na Mamelodi Sundowns, ulikuwa na mtihani hapo kwenda kutoa fedha kumpata mchezaji ambaye ni mfungaji bora. Yaani kwenye ile CAF Champions League hii, kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns hii ameshafanya vitu vikubwa sana. Kwa yule mchezaji kama yule ukienda kumhitaji, obviously hata kama mkataba wake umebakia mwaka mmoja au miezi 6, kuna hela unatoa pale. Lakini anapatikana sokoni. Standard ya mchezaji kama yule anapatikana sokoni, lakini pia ukijiangalia kwenye mahitaji, umwachia Prince Dube ameondoka kwenye timu, si ndio? Depo hajakuofa kile ambacho kinatakiwa. Magoli aliyokuofa kidogo yana changamoto na aina yako ushindani unaotoka kuleta Afrika pamoja na ligi ya ndani unaona hafit. So kwenye hayo mahitaji lazima upate nani? Mshambuliaji. Kama Peter Shalulile anapatikana sokoni, unaenda unamgrab unamleta kwenye timu. Kwa mimi siamini kwamba wachezaji wanasajiliwa kwa sababu wanapatikana sokoni. Kuna wengine wamekuja hapa wana mikataba kabisa na timu zao. Na timu zetu zimejitahidi sana kuimprove. Yaani ukienda kwenye 5 au kwenye 3 unaweza kukuta 2 au 3 walikuwa na mikataba na timu zao, 2 ndo wamekuja kama free agent. Umeelewa? Au mmoja ndo amekuja kama free agent kwenye 3. Kwa sababu timu zetu zimewaona, wana potential, wamewahitaji na ni mahitaji ya maeneo husika ambao wanataka kusajili and then wamewarecruit hao wachezaji. Kwa hiyo end of the day kwangu, ukiniuliza nitakwambia tu kwamba inawezekana wachezaji wanapatikana, lakini mahitaji ya timu yanatangulia kabla ya wachezaji wanaopatikana, kwa sababu free agent wachezaji Afrika ni wengi sana. Unaamini ya kwamba level ya usajili wa timu nadhani iko tofauti kuanzia kwa timu zote 16 kabisa? Itakuwa na ushindani kiasi gani katika level ya ushindani pia kwenye ligi yetu? Juzi nimekumbuka. Juzi nilikuwa naangalia kipindi kile cha physics cha Dennis Nkane. Nkane alikuwa anamhoji Aucho. Kuna kauli alisema Aucho, sijui kama watu wengi wameitilia maanani. Aucho aliulizwa game yako ngumu zaidi kwa kucheza ni game gani? Akasema ile mechi ambayo tumecheza na Singida Black Stars kule Zanzibar. Akasema ile mechi. Sikia kauli yake ya msingi anayosema. Anasema hivi, ile mechi sisi tuliingia tukajua kama kawaida. Nielewe vizuri. Alisema tukajua kama kawaida. Yaani ile mechi sisi tulijua kama kawaida. Tunaenda tu kuwafunga wale. Huyo mchezaji ujue na anacheza Young Africans, timu ambayo kipindi chote alichokuwepo kwenye klabu wamekuwa wakitoa makombe hapa. Anakuambia sisi tunaenda kwenye mechi na Singida. Imagine timu ambayo wewe ukiwa na timu yako inaenda kucheza nao wewe una pressure. Mfano mashabiki wa Simba wakiona Singida anaenda kucheza Simoyo mkononi, standard wanayo, quality wanayo, wachezaji wa maana wanao kwenye timu. Kwa one way or the other wanakwambia kabisa, yani hawa jamaa tunaenda kupata tabu. Lakini Aucho wanakwambia sisi tulikuwa tunajua tu kama kawaida tunaenda kuwafunga, tunachukua zetu point. Umeelewa? Lakini tumefika pale, mechi ngumu, mechi imeuma dakika ngapi zile za mwanzo? Mechi imeuma sana meno. Ile mechi bana, natamani tungekuwa na mechi za vile nyingi kwenye ligi yetu. Maana inamaanisha bado ushindani haupo. Said Ramovich aliondoka kwenye ligi ya Tanzania. Unakumbuka kauli yake alisemaje? Alisema intensity ya ligi ya Tanzania ni ndogo. Yaani intensity ya ligi ya Tanzania ni ndogo kiasi cha kwamba naona kabisa yani hata nikitrain vipi timu yangu, kuna vitu timu zingine yani kawaida, yani hizi timu zingine kawaida. Kwa hiyo huwezi kutumia hiyo intensity kwa sababu wampishani uwanjani. Timu moja itakaa nyuma, obviously utaizidi tu dakika 90 utaenda utapata matokeo. Umeelewa? Ukitaka kujua pia hiyo standard, angalia namna ambavyo Simba na Yanga wanapata tabu, maumivu wanayoyapata wakipata sare kwenye mechi. Umeelewa? Yaani mechi inaenda, hiyo timu ikitokea imemfunga Simba au imemfunga Yanga au imechukua tu sare, kwetu si ni maajabu.
watu wanaamini wanakamiana. Lakini wewe imagine Azam imeenda sokoni, wazaji wangapi imesajili? Almost more than 7 players. Umeelewa? Wamesajili wazaji wa maana sana, wakina Kipre wale wamekuja hapa. Wamekuja wazaji wa maana sana, wakina Stanich Henry pamoja na wazaji wengine. Singida Black Stars ndo kabisa usiseme. Wamekusanya idadi kubwa wazaji wa ndani ambao wana quality, alafu wameenda nje tena wameleta quality. Mwalimu yuko pale Papi Kimoto, huku yuko mwalimu kama Florent Ibenge. Hizo timu mbili tunazungumza tu, Azam na Singida Black Stars washindani. TRA nenda kawaangalie. Sasa hizi wameanza kutambulisha wachezaji ambao wamekuja nao kwenye timu. Nenda kwenye timu kama Fountain Gate, unajua level ya improvement. Mwalimu Fred Felix Minziro alipokuja kwenye timu sio tu kuwanusuru kushuka daraja, ila kuna standard ameimprove kwenye kikosi. Mashujaa. Sawa, kina kada wanaondoka, lakini yes, angalia Mashujaa. Eneo la kiungo tu pale, Hija Lida Shamte ameingia kwenye timu. Ameingia kwenye timu Tariq Abdalla Simba yes. Ameingia kwenye timu, si ndio? Nenda kaangalie pia bwana mdogo Ndemla ameingia kwenye timu, si ndio? Wote hao ni standard ya quality tunaizungumza. Mbeya City top performers wa Singida Fountain Gate hao, mtu kama Ismail Aziz Kada wamepata kwenye timu yao. Ameenda kushowcase. Police Tanzania wanakuja tu kwenye ligi, umeona top quality goalkeeper mtu kama Beno Kakolanya wanamnasa kwenye timu. Umeelewa? Kwa yani timu nyingi zinasajili, material ya wachezaji wanaosajiliwa ni quality. Shida inapokuja ni kwamba wewe kitu unasema siku zote Stuart, sijui kama watu wengi wanazingatia. Ligi yetu sisi ina utofauti mkubwa sana wa madaraja ya wachezaji. Kuna timu kwenye ligi ya Tanzania huwa zinashare wachezaji wale material ya ligi kuu. Wale. Msimu huu kidogo kuna kitu kimebadilika. TMA imenyang'anya sana wachezaji msimu huu kama mmefuatilia. Yaani hicho kitu kimebadilika kidogo msimu huu. Lakini msimu mingine wachezaji wanatoka Mbeya City ndio wanaenda Fountain. Wachezaji wanatoka Fountain ndio wanaenda Singida. Wachezaji wanatoka Singida ndio wanakuja wanaenda wapi? Kwenye club labda kama Police Tanzania. Yaani yako karuti yako. Sasa ukienda kupima hesabu ni kwamba Singida, Yanga, Azam, JKT Tanzania, hii siwezi kuisahau, miongoni mwa timu zinazolipa vizuri sana. Mashujaa, Yanga na Simba. Yaani hapo unaanza Yanga, Simba, Azam. Hao wanapata daraja la kwanza la ubora wa wachezaji. Chekeche linapita. Yaani chekeche la kwanza kabisa unakuta hapo. Wachezaji ambao wana ubora, hasa wa ndani. Daraja la kwanza la wachezaji wenye ubora unawapata Singida, Simba, Yanga, Azam FC. Ambao lakini ndio wanazalishwa kutoka kwenye vilabu vya huko ambavyo vimeviacha. Shida sio kuzalishwa, shida ni kwamba akishazalishwa anachukuliwa. Wewe mfano mdogo tu Fountain Gate. Msimu uliopita star player kwenye timu yao. Simomon Abushir. Yupo kwao tena? No. TRA hapa walikuwa wanahemea mipira hapa kwa Nasiri Kombo pamoja na nani? Na Ramadhani Chobwedo. Umeelewa? Lakini watu baadaye wakachekecha wakaona huyu bado sio daraja la kwanza kwenye timu, kwa wachezaji tunawahitaji. Lakini mimi natokea mchezaji wa ndani hapa afunge goli 10 kwa msimu, akibaki kwenye hiyo timu asipoenda Simba au Yanga au be there. Lakini Simba Yanga unless otherwise anatoka nje. Kwa daraja la juu la wachezaji wa ndani hawapo kwenye timu zetu hizi za kawaida. Wanapatikana Simba, Yanga, Azam, Singida. Daraja la juu la wachezaji wa kimataifa wana msimu mmoja tu mtu akibahatisha. Singida walikuwa nako kwa utaratibu area na saizi wanako. Ndio timu pekee inaweza kwenda nje ikaja na quality ya wachezaji. Okay. Umeelewa? Yeah. Kwa shida inapokuja ushindani unakosekana kwenye ligi. Kwa nini? Kama wachezaji wa ndani daraja la kwanza wanapatikana Simba, Yanga, Singida na Azam FC pamoja na JKT Tanzania na waongeza pia na Mashujaa. Obviously no, Mashujaa siwezi kuweka hapa 100% kwenye daraja la kwanza, lakini bado yani naongeza hapo JKT. Umeelewa? End of the day uhalisia unakuja kama wachezaji wa ndani daraja la kwanza wanapatikana kwenye hizo timu, wachezaji wa kimataifa daraja la kwanza wanapatikana kwenye hizo timu. Wengine wanakuja nadhani hii sheria imetungwa, mfano mchezaji sijui asije hapa acheze ligi kuu ya kwao au acheze timu ya taifa, unadhani wamewekewa kina nani? Si hawa mtu anasajili mchezaji ametoka Kenya, haeleweki ametoka wapi, anakuja msimu mzima hapa anapoteza muda. Umeelewa? Kwa shida ya ligi yetu sisi inaanzia kwenye huu wakati wa usajili, maamuzi yanayofanywa na hizi timu ambazo tunategemea zilete ushindani. Kwa mwisho wa siku ushindani unakuwa kwenye mechi za Singida na Yanga na Simba. Na bahati mbaya Singida ndo kama hivyo tena. Level yao ushindani wanachagua. And then Azam FC msimu uliopita umeona amechukua sare kwa wote hawa. Yaani level yake ya ushindani kweli anayo. Lakini kwa hizi timu zingine ndo yale ukimfunga mtu ni headline. Mfano Dodoma alimomfunga Yanga ni headline kabisa. Umeelewa? Waziri Junior Shentembo akawa bonge la story, lakini nenda Ulaya. Ameenda kwa wenzetu ambao wana ligi za tunapata pale. Morocco pale Maghreb Fez Olympic Disafi ambayo ngoma ametoka
imepiga watu kweli, imemtoa mpaka Wydad kwenye mashindano, si ndio? Lakini kwani umeiona? Si imeshuka daraja? Kwani umeiona ikimake headline? Lakini kwetu sisi hapa EF alimfunga Yanga hapa, alitengeneza headline ya msimu wa kwanza na wa pili, kwa sababu ni kitu cha ajabu kwenye ligi yetu. Sasa ligi ya namna hiyo huwezi kuwa na ushindani. Kwa hiyo hichi kipindi cha usajili hichi waacheni tu Simba na Yanga, Azam FC wa make headlines, kwa sababu hata ligi itakavyokuja wao ndio headline, hakuna ushindani mwingine mkubwa. Tukimaliza na maboresho ya mabenchi ya ufundi inaweza ikaongeza kitu. Msimu uliopita miongoni mwa sehemu ambayo imeguswa sana katika mabenchi ya ufundi, na kwenye eneo hilo pia benchi la ufundi bovu linaweza kabebwa na wachezaji wazimu. Ubovu sikubaliane nao, kwa sababu kwenye timu karibia zote ukipima kuna quality ya walimu ambayo inawekwa pale, ambao unajua kabisa hawa walimu wana quality, watazidiwa na mazingira ya kiutendaji, ushindani labda wa ligi, utayari wa wachezaji, au namna ambavyo mbinu zake anazowasilisha kwenda kwa nani, kwa wachezaji, kwa sababu ubora wa mwalimu unaonekana kupitia kwa timu. Yani mwalimu hawezi kuwa mbovu alafu wachezaji wakawa wazuri. Umeelewa? Kwa sababu nyie mnacheza sio kwa namna ambavyo nyie mnataka, ila mnacheza kwa kile ambacho mwalimu anaelekeza mfanye mcheze. Kwa ubora wa mwalimu unakuwa reflected kupitia kikosi chake. Sasa mwalimu hawezi kuwa mbovu timu ikawa nzuri, isipokuwa tu mwalimu anaweza kawa mzuri akapewa wachezaji wa daraja la kawaida akawa transform ikawa timu nzuri na timu shindani. Kwa ukienda timu nyingi zimefanya sana mabadiliko ya mabenchi yao. Dodoma Jiji wamefanya, si ndio? Singida Black Stars wamefanya pia. Usijisahaulishe kwa sababu Mwibukano kutoka kwenye nafasi yake. Papiki Moto amekuja, si ndio? Mashujaa wamefanya mabadiliko. Wamemchukua mwalimu wa Dodoma Jiji. Lot of teams wamefanya mabadiliko. Yanga wamefanya mabadiliko kwenye timu yao. Wameleta benchi zima kabisa la ufundi jipya. Yani yule Patrick Mabedi hayupo. Abdulhamid Mwalimu hayupo. Wote ni walimu ambao wana standard nzuri. Issue inapokuja sasa ni mazingira ya ligi yetu. Maamuzi ya wachezaji unaoamua kuwatumia. Aina ya uchezaji utakaoichagua kuitumia itakuwa challenge kwako. Kuna kale ka story ndisimuliaga watu wakanitukana, lakini Bankroba mwalimu wa klabu Young Africans shaifanya kazi na Romain Folz, akaadapt kwenye kile ambacho Romain Folz wakati ule ni msaidizi wake anakifanya. Yeye anakuambia sawa, tunapiga pasi nyingi. Rulani Makwena ameondolewa kwenye timu kwa sababu timu inacheza vizuri, matokeo haipati. Sisi tuchague kimoja, tunataka matokeo, tunataka display ya timu. Tunataka matokeo, sawa. Timu haitacheza soka la kuvutia. Sawa sawa. Kwa nilisema hicho kitu kwamba mwisho wa siku walimu wetu wanaamini kitu kimoja cha msingi. Matokeo ndio atakao wahukumu wabakie kwenye kazi zao na nafasi zao au waondolewe. Kwa kama matokeo ndio yanao wahukumu, kuna siku mwalimu atachagua matokeo mbele ya namna ya uchezaji. Timu zetu zinataka. Kama timu zetu hazitaki, wanaingilia kwenye namna ya uchezaji. Tegemea mawili. Aidha mtu abaki kwenye timu au waondolewe 100%. Kuna hivyo vitu ambavyo lazima uvichague ukiwa mwalimu wa timu za Tanzania. Sasa wenzetu wanataka matokeo, wanataka na timu icheze vizuri. Young Africans wameondoa walimu Pedro Romain. Sababu ni hii. Simba walimuondoa yule mwalimu wao yule Dimitar Pantev. Sababu ni hii, kutokucheza vizuri. Matokeo wewe Pedro ameondoka hapa na sare moja, watu wamemuondoa. Kwa nini? Kwa mimi I believe hao walimu waliokuja wanatakiwa kuwa na standard ya juu sana. Na watu wengi wanaamini, mfano Yanga wanaamini msimu huu ametumia mabilioni. So umesikia bilioni zimetajwa pale? Kabisa. Bajeti ya usajili. Wanaamini wachezaji wa daraja la juu mno. Yaani wanaamini hao wakina Hussein Zakwani, sijui wakina Kangwanda, wakina Peter Shalulile, hao wakina Mohamed Musa waliokuja, wakina Omar Faruk Kamara waliokuja. Yaani ni quality hali ya juu sana. Simba watakwambia Ibrahim Jaberi alikuja kwenye timu yetu huyu Dumbi aliyekuja kwenye timu, Kelecho Magalo alikuja kwenye timu. Alafu bado tumefanikiwa kumaintain wachezaji kama wakina Libasi, wakina Aniset. Kwa nini timu yetu isicheze vizuri? Umeelewa? Kwa hiyo wanaamini hivyo, na I believe factors za kuwahukumu zitatokana na level ya ushindani, aina ya uchezaji, matokeo wanayopata. Alafu mwisho wa siku usisahau dabi itawahukumu pia watu. Kuna mtu anafukuzwa hapo. Baada ya 12 hapo, kuna mtu anaanza kutiliwa mashaka sana. Niamini mimi. Kabisa. Yani kuna mmoja atatiliwa tu mashaka. Kuna mmoja mfano ikitokea huyu mgeni kamtawala aliyekuepo. Huyu aliyekuepo anaanza kutiliwa mashaka. Utasikia wenzetu, niliwaambia toka mwanzo. Ikitokea huyu ambaye amekuja mechi mbili za dabi hizi ametawala, ikitokea kamtawala huyu mgeni, watu wataanza kusema huyu mwalimu tulishawaambia, tulitia mashaka. Wazaji wazuri mmempa, lakini mwalimu uwezo wake mdogo. Just mechi moja ya tarehe 12.
Kumbuka hapo watu wametoka kwenye mechi kibao, yani kuna mtu katoka Rwanda kucheza mechi za kirafiki, mwingine amesafiri kaenda kufanya mazoezi kule Bukombe, si ndio? Amerudi hapa anakula mechi za kirafiki. Tarehe 8 mwingine tarehe 9 ana mechi, unaelewa? So mimi ninachoamini ni kwamba hii mechi ya tarehe 12 pia niamini mimi mashabiki wa hizi timu wanaga busara, huwa wanaona vile ambavyo nyie hamuoni mpira, wanaonaga tu timu zao zimepata matokeo, zimeshinda, zimecheza vizuri, vinginevyo mwalimu haufai. Yeah. Itoshe kusema hivyo ndivyo ambavyo tuna subiri dirisha lifungwe and then tuone kile ambacho kilichofanyika, kama ambavyo ameweza kuzungumza hapa. Hii machekeche lishachekecha, tutakwenda kupata kitu gani? Amezungumza hapa Emmanuel Goodluck, mimi naitwa Stuart Mohamed. Tunafunga hapo, alafu tutakutana baada ya dirisha kufungwa na tutaona nini ambacho timu kimeweza kufanyika. Nyuma ya kamera alikuwa Omega Msamati, bila kusahau Raymond Mtitu aka Lukuga. Chao.